Mheshimiwa Rais, viongozi wote walio hapa, watu wote wa Baringo Jamgei, Omune, Analameg biju Jamgei, Walion, Your Excellency, yangu yatakuwa machache sana. Kwanza nashukuru tumekuja hapa tena kununua mbuzi. Mwaka jana tulikuwa hapa na tukasema tunataka tuongeze mambo ya mbuzi iende mbele. Na mimi nataka niseme shukurani kubwa sana kwa wale vijana wetu wanauza mbuzi online. Kwa sababu nasikia mwaka huu wameuza zaidi ya 6,000. Na pia wamekuwa wakiendelea kuuza kwa miaka yote hapa katikati. Nataka niseme pongezi. Ya pili, Your Excellency, nataka niseme pongezi sana. Unajua kila siku watu tunakuja hapa lakini tunakuwa na shida ya watu wetu kuuana hapa chini. Lakini leo tumekuja kusherekea tukinunua mbuzi tukisema asante kwako na asante kwa Mwenyezi Mungu. Kwa sababu unajua hawa watu wote hapa wafugaji wa mbuzi na ng'ombe, lakini wamekuwa na matatizo kwa mwaka mingi. Na unajua wakati ya Nyayo hiyo matatizo haikuisha. Tukakuja wakati ya Kibaki, tukakuja wakati ya Uhuru. So nilikuwa na wasiwasi nikisema sasa hii wakati ya William Ruto hii kitu isipoisha nani atamaliza. Lakini nataka niseme asante sana, maana leo tukiwa hapa watu wetu wanaishi kwa manyumba zao, wanalala kwa manyumba zao, wanafanya biashara zao, mashule zote zimefunguliwa, watoto wetu wanaenda shule. Nataka niseme Baringo, Turkana, Elgeyo Marakwet na hiyo beldi yote, asante sana. Tudumisha amani. Na Your Excellency, unajua ulichelewa kidogo kwa hiyo maneno. Unajua hiyo dawa uliweka pale, sitaki kusema ni dawa gani, bado hiyo dawa iendelee. Mtu yeyote mwenye analeta kinyoriro na anatembea na bunduki akutana na hiyo dawa ili watoto wetu wakue kama watoto wengine wa Kenya. Nataka niseme asanteni sana watu wa Baringo. Mwenyezi Mungu awabariki na muhakikishe ya kwamba sasa mkuje Eldoret tufanye biashara. Tuende Nakuru, tuende Nairobi. Hii maneno ya usalama sasa imenyamaza. Unajua mimi nasemanga heri ukule chumvi na ugali lakini uwe na usalama. Na ndio Your Excellency, kuna shida kidogo tu bado tuko naye Kenya ya wajinga wenye wapo hapo kidogo. Unajua nilikuwa nasikia ule jamaa wetu, ule jamaa tulifukuza yule wa Munyoro. Pata alikuwa anaongea kuhusu mambo ya Kiambaa, mambo ya vita. Nataka niambie wewe Mr. Dorcas na timu yako, mpange mipango ya maendeleo. Kama William Ruto anatengeneza barabara line 8 kutoka Nairobi, sema utatengeneza line 20. Usituambie mambo ya kuoana, mambo ya sijui Kiambaa, sijui nani alichoma nani. Nataka tuseme nchi ya Kenya ni nchi ya Mwenyezi Mungu. Na tunataka tulete amani katika taifa letu la Kenya. So siasa, tufanye siasa ya amani, siasa ya upendo na tukae tukiwa kitu moja. Asante sana watu wa Baringo, Mwenyezi Mungu awabariki sana. Uongozi missing.